Wewe ulijuaje ameanguka? Nilimuona. Mhm. Hamuita aitiki. Nilimuita anipikie asikii. Amesa kimya. Mchungaji wa kanisa la Evangelistic Assemblies of God Tanzania EAGT Makimbilio Manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro, Jeni Mwangalimi amekutwa amefariki dunia nyumbani kwake alikokuwa akiishi na mjukuu wake wa miaka 5. Tukio hilo ambalo limetokea Januari 20 mwaka 2026 limegunduliwa na mjukuu wake huyo aliyekuwa akiishi naye mtaa wa Kariwachini, kata ya Rau, wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro, baada ya kumwamsha bibi yake asubuhi kwa muda mrefu bila kuamka wakati alipohisi njaa. Hata hivyo, tukio hilo la watu kukutwa ndani wakiwa wamefariki limetokea ikiwa zimepita siku 5 tangu kutokea tukio linalofanana na hilo mjini hapa, baada ya mwili wa Deogratias Otaru mwenye umri wa miaka 39, mkazi wa kitongoji cha Kedachini, kata ya Kibosho Kirima, kukutwa ndani akiwa amefariki. Alipotafutwa, kamanda wa polisi mkoani humo Simon Maigwa amesema baada ya kupata taarifa za tukio hilo walifika eneo la tukio na kuchukua mwili wa marehemu ambao umehifadhiwa katika hospitali ya KCMC kwa uchunguzi wa kitabibu. Akieleza namna mtoto huyo alivyobaini kifo cha bibi yake, mmoja wa majirani wa mchungaji huyo, Karista Limo, amesema mtoto huyo baada ya asubuhi kukucha na kuona bibi yake haamki, alimgusa lakini hakujigusa, jambo ambalo lilimfanya kuwa na wasiwasi. Amesema alimsogelea bibi yake huyo na kumtazama usoni, ndipo alipoona akitokwa na damu mdomoni. Hali hiyo ilimfanya atumie kiti kupanda juu ya mlango, na ndipo alipofanikiwa kufikia kitasa cha mlango na kufanikiwa kufungua mlango na kutoka nje. Amedai baada ya kufungua mlango na kutoka nje aliweza kwenda kutoa taarifa kwa majirani kwamba bibi yake haongei na hajigusi, ambapo mmoja wa majirani alifika nyumbani hapo na kisha taarifa kutolewa kituo cha polisi. Kwa majina anaitwa Karista Fabian Limo. Mimi ni jirani wa huyu mama mchungaji, kwa hiyo ninamfahamu. Taarifa za tukio ulizipata saa ngapi? Nimezipata kwenye saa 1 ya usiku. Ndio nikaja kuangalia nikakuta ni kweli. Ndio tukaanza kutafuta namba za polisi. Mtoto wangu kwa Dar es Salaam kule akanisaidia, akawapigia polisi wa Moshi. Polisi nao wakasema okay wanakuja. Baadaye tukaona wamechelewa. Mwenyekiti naye akapiga tena ndio wakaja. Mara yako ya mwisho kumuona marehemu ilikuwa ni lini? Jana saa 1 za usiku mpaka saa 2 tulifanya maombi sana. Baadaye akaniambia nasikia vibaya. Nikamwambia nini? Akaniambia leo sisikii vizuri. Nikamwambia labda shauri ya kuchoka, unakuwa busy sana na mambo mengi. Basi tu akaja. Ndio hivyo. Na maombi mlifanyia wapi? Nyumbani kwangu. Mtoto alitoka ndo akasema bibi ameanguka, damu zinatoka, ndo akaenda kuangalia akasema lakini mbona amenyamaza hivi? Ndo akaja kwetu kule. Hapo nyumbani kwake anaishi na nani kwenye chumba chake? Anaishi na mtoto mdogo. Juzi alikuwa na watoto wake hapa, wameondoka wameenda kazini. Akabaki na huyo mjukuu hapa. Akisimulia tukio hilo kwa sauti ya upole, David Chua ambaye ni mjukuu wa mchungaji huyo amesema aliamka asubuhi akimuita bibi yake aamke amwandalie chakula, lakini hakuzungumza. Yes, midomo. Nilimuona. Hamuita aitiki. Ulipanda kwenye viti? Nilifungua mlango, nikaufunga, nikasema njozi zangu. Ulienda kumwambia nani? Ines. Mama akakuja na mamamu na Makwini. Nikasema nende zangu, Ines nasikia njaa, nikaanza kula zangu. Lakini jana bibi alikuwa yuko mzima Asante. Mimi kwa majina naitwa Calvin Beradilimo. Ni mkazi wa mtaa wa chini hapa, kata ya Rau. Mimi mama mchungaji ni mama yangu wa kiroho na ndio mtu ambaye alinipokea tuseme katika wokovu. Ndio mtu ambaye alipokea katika wokovu na kunilea katika maisha ya kiroho, na pia alikuwa ni kama mama pia kwangu. Na mama mchungaji kwa kweli mara ya mwisho kuzungumza naye ama kuwa naye kabisa hivi ni siku ya Jumapili ambapo kanisani, ambapo nakumbuka baada ya ibada tu, mimi ni kiongozi wa kanisa pia. Kwa baada ya ibada tukakaa kama viongozi, tukakutana kama viongozi, tukajadili mambo machache kuhusiana na maendeleo ya kanisa letu. Na ndio hapo mara ya mwisho
ukaa naye live, ila mara mwisho kusikia sauti yake ni jana usiku, sababu yeye alikwambia hapa ni shangazi yangu. Jana alikuja akawa anazungumza, wakati mimi nimelala, ila nilikuwa nasikia sauti yake alikuwa anazungumza, ila kuna naye live ndio hivyo siku ya Jumapili, na mpaka leo hii ambapo nimemkuta katika hali kama hiyo. Ni mara nyingi sana. Nakumbuka wakati naanza kwenda kanisani kwake mara ya kwanza kabisa, nilifika tu nikakutana na tatizo kwamba alikuwa amelazwa. Hivyo nikakuta maombi yakiendelea kama kanisa, na mpaka alipotoka, na ndio hapo ambapo tukaanza sasa kujuana, na ndio akaanza kunilea kiroho. Ila matatizo kama hayo pia kuugua alikuwa nayo, matatizo ya kizunguzungu na hivyo damu kuganda saa nyingine, yani alikuwa pia anatumia dawa pia, kwa hivyo alikuwa na tatizo. Akizungumzia tukio hilo, mwenyekiti wa mtaa wa Kariwachini Thomas Materu amesema baada ya kupata taarifa kupitia balozi wa eneo hilo, alifika eneo la tukio na alipothibitisha ni kweli mama huyo amefariki, aliwasiliana na vyombo vya ulinzi na usalama. Mimi kwa majina naitwa ndugu Thomas Vincent Materu, mwenyekiti wa mtaa Kariwachini kata ya Rau. Leo majira ya saa 2 za jioni, nikiwa kwenye majukumu ya kijamii, nilipata taarifa kupitia kwa balozi wangu wa eneo, sera eneo, ambaye anaitwa Kalista Limo, kwa kunitaarifu kwamba kuna mtu amefia ndani, mama mchungaji. Kwa kusema kweli, mama mchungaji nilikuwa niwahi bahatika kukutana naye mara moja katika kanisa lake, tukawa tuna mazungumzo kawaida, akaniambia yuko katika maeneo hayo, ambaye amepanga mtaa wa pili jirani kwa mwenyekiti mwenzangu. Sasa leo nilipopata taarifa hiyo, ilibidi nije kufuatilizia ili kuthibitisha kwamba ile swala ni ukweli. Ndio nilifika hapa nikakuta majirani wapo hapa pamoja na balozi, ndio nikawahoji nini kimetokeza. Wakaniambia mama mchungaji amefia ndani. Na taarifa walizipataje? Taarifa wakasema kwamba walizipata kwa kupitia mjukuu ambaye alikuwa naye mle ndani. Baada ya kuona bibi yake haamki, ndipo alichukua muda wa kuandaa vipandikizi vya viti, akaanza kupanda na kuweza kufungua mlango na kutoka nje. Ndipo alitoa taarifa kwa wenzake wale wadogo, na wadogo ndio nafikiri wakapeleka taarifa kwa watu wazima. Ndio taarifa zikaanza kujulikana kwamba mtu hayupo tena dunia. Ndipo walipoenda kuangalia wakakuta ni ukweli, na mimi nilipofika nilichukua hatua ya kumpigia kamanda wangu wa kata kumjulisha kwamba katika mtaa wangu wa Kariwachini yuko mama mchungaji ambaye amefia ndani. Nikahojiwa kwamba ni kifo cha kawaida. Mimi nikaamini kwamba ni kifo cha kawaida kwa sababu hakuna uthibitisho kwamba kuna majeruhi yaliyofanyika kwa kupitia labda kuvamiwa au kufanya nini. Akizungumzia masuala ya watu kufa vifo vya ghafla, mwanasaikolojia Godfrey Mbowe amesema changamoto kubwa inayojitokeza ni kwamba baadhi ya watu hutembea na msongo wa mawazo kwa muda mrefu, hali ambayo hupelekea changamoto hiyo. Hiyo ya kufa ghafla mara nyingi inaelekea kwenye jambo la sukari na jambo la magonjwa ya moyo. Na magonjwa ya moyo pia yanaweza kusababishwa na yakawa more worse kwa sababu ya mambo ya kisaikolojia au jambo la stress. Mtu anakaa na stress ya muda mrefu. Sasa stress ya muda mrefu inaweza ikasababisha shida ya pressure au ugonjwa wa moyo au magonjwa ya vidonda vya tumbo au allergy mbalimbali. Mtu anaweza akapata hizo, lakini ya kufa ghafla nafikiri mara nyingi ni kama mtu ameshaingia kwenye shida ya magonjwa sana sana ya moyo na sukari. Wito mkubwa sana ambao ni wa muhimu, kwanza watu wawe na tabia ya kucheki afya zao. Ni muhimu sana watu kujifunza kucheki afya zao, hasa wanaume. Wanaume ndio hawana tabia hizo. Wanaweka afadhali wanacheki. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Kilimanjaro, mimi ni Jesse Tunuka wa Mwananchi Digital.